Dhana hii ya kusema kwamba Mungu hakuna sio ya jana wala ya juzi, bali ni dhana ya muda mrefu ambayo iliasisiwa tangu zamani na imekuwa ikitetewa na watu wa kale wa Kigiriki katika falsafa zao, lakini pia imeendelea kutetewa Ulaya na Marekani karne ya 18, karne ya 19 na karne ya 20. Tulipata kueleza kwamba dhana hii imepitia migongo mbalimbali ya falsafa kama vile secular humanism, kama vile materialism, kama vile evolution na nyinginezo. Na wote hao wamejaribu kusimama, kila mmoja akijaribu kueleza kwamba hakuna Mungu. Hata hivi tunavyoona leo hii, baadhi ya watu wakijitokeza humu kwetu Tanzania na ukanda huu wa Afrika Mashariki wakisema hakuna Mungu, basi ni sehemu ya mapitio tu ya yale mambo machache ambayo yalizungumzwa kwa wingi huko Ulaya. Hivi majuzi, karibia miaka miwili au mwaka mmoja na kidogo, wakajitokeza katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki watu waliojiita wachokonozi, na tuliahidi kwamba tungeweza kueleza kila hatua ya makosa waliokuwa nayo bila kujali, bila kuwa na wasiwasi, kwa sababu twaelewa kwamba uwezo wa kufafanua kila watakachokikosea tunao kwa idhini ya Allah. Na niwaombe wale Waislamu ambao baadhi yao wamekuwa na mashaka, wasiwe na mashaka katika imani yao. Hakuna dini iliyokuwa imejikamilisha, imejizatiti katika kujibu hoja za watu mbalimbali duniani, zile za uongo, zaidi ya Uislamu. Hakuna dini ambayo imekamilika kihoja kuliko Uislamu. Kwa hivyo yoyote ambaye ana mashaka katika dini yetu, akiwa ni Muislamu, aondoe mashaka hayo, kwa sababu hakuna hata mara moja Uislamu ulipata kuangushwa katika ulingo wa hoja. Hivi karibuni tumeshuhudia, nikitoa ushahidi wa kwamba Uislamu mara zote umekuwa ukishinda ulimwengu wa wazushi kwenye ulimwengu wa hoja au katika ulingo wa hoja. Hivi karibuni Waislamu walipakaziwa zigo zito la kuwa wao ni magaidi, dhana ambayo imeendeshwa kwa karibia robo karne, kwa tangu mwaka 2000 hadi 2020 na kitu hivi. Lakini ukweli sasa uko bayana kwamba si kweli kwamba Waislamu ni magaidi, bali ukweli ni kwamba Waislamu ni wasimamiaji wa haki zao na haki za wenzao. Na kwa sababu ulimwengu unaokandamiza haki za watu haupendi kuona haki hizo zikitetewa na baadhi ya watu, basi wale waliosimama kutetea haki za watu wengine na haki zao walionekana wao ni magaidi. Lakini kwa hakika Uislamu sio dini ya kigaidi na wala sio dini inayosapoti ugaidi. Kwa hivyo kama Uislamu uliweza kushinda vita hivi, basi Uislamu unaweza kuishinda vita yoyote itakayokuwa imeanzishwa, vita ya kimaneno, vita ya kifalsafa, vita ya kisilaha. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Waislamu hawashindi kwa uwezo wao. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Waislamu kila mahala walipokuwa wamesimama kwa ajili ya kutetea dini yao, Mwenyezi Mungu aliwapa nusura. Ndugu zangu Waislamu, katika moja ya vita ambavyo ni hatari kwa siku za leo ni vita ya kifikra, ambavyo vita hivi kama nilivyopata kueleza katika moja ya video zangu, ni vita inayoathiri kwa ukubwa sana. Maeneo mbalimbali yanayoathirika na vita hii ya kifikra ni jumla ya upande wa Waislamu na hata upande usiokuwa na imani ya Kiislamu.
maana vita ya kifikra inaathiri hata wasiokuwa Waislamu. Kwa hivyo ili kusudi watu kuondokana na madhila na shida ya vita hivi vya kifikra, ni sharti waelewe vita hivi vinapiganwa vipi, na ni lazima njia zile zinazotumiwa kupigana vita vya kifikra basi zibomolewe haraka iwezekanavyo, ili kuiacha jamii kuwa salama na kuweza kuyafanya mambo yao katika mlolongo uliokuwa sahihi. Ningelipenda kuwaeleza ndugu zangu Waislamu na sio Waislamu, karne ya 20 ilipoingia mwaka 2000 yalitangazwa mabadiliko makubwa, ambao mabadiliko hayo yaliitwa ni mabadiliko ya maendeleo ya kisasa. Mifumo mbalimbali ya habari na vifaa vilibadilika kutoka katika analogi kwenda kwenye digital. Mifumo hii yote ilijaribu kutumiwa ili kubadilisha mbinu za vita vya fikra kutoka vita vya kale hadi vita vya kileo. Ningelipenda kuyaainisha mambo yafuatayo kwa kueleza kwamba tulishuhudia karne ya 20 baada ya karne ya 19 kupita, vita vikuu vya dunia vya kwanza, ambavyo nilieleza kwamba vita hivi vilikuwa ni vita vya silaha za moto. Majeshi ya nchi mbalimbali yalipigana na watu mbalimbali wasiokuwa na hatia waliuawa. Kadirio la tathmini zilizofanyika ni kwamba watu karibia milioni 10 waliathirika na vita vya kwanza vya dunia kwa maana ya vifo, ukiachilia mbali waliojeruhiwa na walioachwa bila makazi na ambao wengine walipatwa na matatizo ya kisaikolojia. Vita vya pili vya dunia ambavyo navyo vimeanzia huko Ulaya vilipelekea jumla ya watu wapatao milioni 50 kuondokwa na uhai. Lakini pia tulishuhudia karne hiyo kwa historia iliyobaki mpaka leo inayosomwa kwamba makombora ya hatari kabisa yaliyo kinyume na ubinadamu, yaliyokuwa ya maangamizi, kwa mara ya kwanza yalitumika humu duniani na yakawaathiri watu katika miji ya Japani, Hiroshima na Nagasaki. Lakini pamoja na hivyo kuna watu waliathirika. Watu walioathirika ni wale walioshiriki vita moja kwa moja, akina mama na watoto ambao walikuwa hawawezi kujihami. Jumla ya wale waliofanyiwa tathmini kwa kufa tu kwenye vita hivi vya dunia ni watu milioni 50, ukiachilia mbali wale ambao hawajulikani. Lakini kuna majeruhi na kuna watu wengine ambao taarifa zao haziko bayana, ukiachilia mbali walioathirika kisaikolojia. Majengo mbalimbali na miji ilibomolewa na vita hivi vya dunia vya pili. Pamoja na hivyo vyote, kuliingia mfumo mwingine wa vita baada ya vita vya moto kupita, yani vita vya kwanza na vita vya pili. Vita vilivyofuata ni vita baridi ambavyo vimepiganwa kwa karibia miaka 20 au 30 hivi. Mifumo ya siasa, uchumi ndio iliyokuwa nyenzo za kupigana vita baridi. Mifumo iliyogawanywa katika ukanda wa mashariki na ukanda wa magharibi, yani Eastern na Western, huku tukiona mataifa makubwa yenye nguvu duniani, Urusi na Marekani, kuwa ndio viongozi wa vita hivyo na washirika wao. Vita hivi vimeathiri kwa kiwango kikubwa uchumi wa dunia. Baadhi ya mataifa yalianguka kiuchumi, baadhi ya mataifa yalijikusanyia utajiri usiokuwa na kifani. Lakini kama haitoshi, vita hivi vilifuatiwa na vita vya vyombo vya habari. Vita vya vyombo vya habari ndivyo ambavyo vimebeba dhana kamili ya vita vya kisaikolojia, vita vya kiakili au vya kifikra. Vyombo vya habari vilianza kutumika kuwa ni silaha kwa kueneza propaganda na kuwafanya wafuasi wa dunia hii kufuata mitazamo fulani bila kujua undani wake, kwa sababu vyombo vya habari vilitumika kutangaza ubora au ubaya wa kitu. Yoyote aliyechukiwa, basi vyombo vya habari vilichukua hatua ya kumtangaza ni mbaya, na ni kweli alionekana ni mbaya.
na yoyote aliyependwa, basi vyombo vya habari vilitumika na kumfanya aonekane kama nabii au masihi mbele ya macho ya watu. Vita hivi vya habari vilipelekea mashirika makubwa ya habari duniani kupata nguvu, na hii ni kwa sababu wataalamu wa vita vya kwanza na vita vya pili vya dunia na vita baridi walijifunza kuwa kumbe kuna wakati mwingine vita vya habari vinakuwa na athari kubwa zaidi kuliko vita vya bunduki, kwa sababu walituambia wazi wataalamu wa vita hao kwamba siku zote vita vya bunduki vinapoanza, inachoanza kufa katika uwanja wa vita ni ukweli. Kwa hivyo walielewa kwamba kumbe ukweli ukifa ni rahisi vita kuwa rahisi. Kwa hivyo ukweli unauliwa na nini? Lazima uliwe na habari, taarifa ambazo sio rasmi, taarifa zisizokuwa za ukweli. Kwa kulijua hilo, ndipo vyombo vya habari vikubwa vikaanzishwa au vingine vikaendelezwa na kupigana vita vya habari vya karne ya 21. Vyombo vikubwa kama BBC, CNN, Sky News, Al Jazeera na nyinginezo mfano hizo vilitumika vifaa hivi au vituo hivi vya habari kueneza propaganda. Hata leo tunashuhudia kwamba Waislamu wengi wanapopita kwenye miji, baadhi yao huonekana si watu salama kwa watu wengine, na yote haya hayatokani na kingine isipokuwa ni propaganda iliyoenezwa kwenye vyombo vya habari kwa miaka mingi. Bali kama haitoshi, waliona vituo vya TV kama BBC vya kusubiria saa 2 taarifa zisomwe haviwezi kufikisha taarifa kwa kasi, lakini havina faida kubwa. Ndipo sasa watu wenye maarifa zaidi ya kupigana vita hivi wakaamua kuanzisha vyombo vya habari vya mtandaoni ama social media. Vyombo vya habari vimekuwa ni athari kubwa, na kwa bahati mbaya zaidi wengi wetu twavitumia bila kuelewa athari hizo ni hatari kwa kiwango gani. Mfano wa hivi juzi, kabla ya kwenda kwenye mada, tuliona machafuko makubwa ya kwenye mitandao hivi siku zilizopita kwa baadhi ya wananchi wa Tanzania na wa Kenya kurushiana maneno kupitia mitandao, kupitia vyombo vya habari, na wengine kuvukwa na utovu wa nidhamu hadi kufika kutukana viongozi wa nchi nyingine, kitu ambacho chaweza kuchukuliwa katika nafasi ndogo, lakini ni ombwe linalotengenezwa linaloweza kuja kuleta mfarakano mkubwa katika jamii zetu. Haya yote ni matokeo ya vyombo vya habari vya mtandaoni au social media. Kwani hata kabla ya kuibuka matatizo haya ya juzi tuliyoshuhudia, huko kwenye mitandao kumekuwa na maneno ya kurushiana baina ya Wakenya na Tanzania kwa kuletea ufahari kila mmoja upande wake, akionyesha ubora wa taifa lake, ubora wa serikali yake na uzuri na maendeleo yaliyoko katika nchi yake. Haya yote hayakuja kwa bahati mbaya, ni kwa sababu wako waliotengeneza haya yatokee, na wanafurahia kuyaona yakiendelea kutokea. Kama haitoshi, si kwenye sera za kiserikali na mifumo ya kisiasa pekee ndio inaathirika, bali hata mifumo ya dini. Wako watu husimama kwa kutumia vyombo vya habari kushambulia dini nyingine kwa kutumia maneno yasiyokuwa na ushahidi, kuibua dhana zisizokuwa za ukweli, za uongo, na ambazo hawawezi kuzithibitisha wale wanaozitangaza. Katika siku za hivi karibuni ndipo tulipoona kundi la wachokonozi nalo likiibuka likitangaza kwamba hakuna Mungu, likitangaza kwamba dini ni upuuzi, na likitangaza kwamba manabii ni waongo, ni watu wazushi tu. Madai mbalimbali yaliyoleta taharuki kwa waumini wa dini zote, Waislamu, Wakristo na baadhi ya dini nyingine wasiokuwa hao. Madai haya ambayo kwa kweli
ukiyasikiliza waweza kuona ombwe tupu la kielimu katika mafundisho hayo. Unaweza kuona kwamba kuna umbali baina ya ukweli na kile kinachosemwa. Lakini hata hivyo, ni wangapi wana uwezo kupima mambo haya kwa vipimo vya kielimu? Watu wetu wengi ni wapokezi zaidi na si wachambuzi. Si watu wenye uwezo wa kudadavua na kuona ukweli uko wapi kutokea pale uongo uliposhamiri. Kwa hakika, kwa jambo hili limepelekea mara kwa mara baadhi ya watu kutaharuki. Na kwa ushahidi wa karibu zaidi, mimi nikiwa katika jiji la Dar es Salaam, mara baada ya kuanza programu ya kujibu madai ya wachokonozi, nilipata kukutana na mtu mmoja akiniambia wazi, wallahi akiapa, shekhe, hata mimi imani yangu ilianza kucheza. Hii ni kwa sababu ni kweli yeye ni Muislamu, lakini hakuwa na ujuzi wa kutosha wa elimu ya dini yake, wala hakuwa na ufahamu mkubwa kuhusu Uislamu. Na kwa namna hiyo, upepo wa mawazo ya wachokonozi ulimbeba kwa haraka sana na kumtilia mashaka katika kile alichokuwa nacho. Bila shaka, kazi ndogo tuliyoifanya na ambayo Mwenyezi Mungu ndani yake kaitilia baraka, ilipelekea kumuondoa katika wasiwasi na mashaka ndugu yetu huyu na kumfanya aone Uislamu ni dini salama. Na kwa hakika hivyo ndivyo ilivyo. Ndugu zangu Waislamu, niliahidi kwamba nitaendelea kubainisha makosa na mapungufu ya wachokonozi kwa kiwango kile ambacho nitakachoweza hadi pale haki itakapokuwa bayana. Ingawa naamini kwamba kwa kiwango cha muda mfupi ambacho nimetumia, ukweli umekuwa bayana. Nimefanya kila aina ya jitihada kama nilivyokwisha kueleza, na kwa kushirikiana na Waislamu wenzangu, juu ya kuhakikisha kwamba watangazaji wa fikira hizi tunakaa nao mezani ili jamii ione ukweli na kutenganisha masafa baina ya ukweli mahala ulipo na uzushi waliokuwa nao. Lakini hata hivyo, kila jitihada niliyoifanya haikufua dafu. Zaidi ya hapo, walibakia watu wachache wakiwa katika fikira zile zile za kutukana, hata bila kuelewa kinachozungumzwa kina uzito kiwango gani. Siwezi kuwakataza wenye kutoa maneno magumu, kwa sababu hivyo ndivyo ilivyo siku zote. Ukweli unapokuja, uongo lazima ujiondoe, na uongo kujiondoa ishara yake ni makasiriko na hasira. Hivyo hasira walizokuwa nazo watu, naamini kwamba ni kutokana na kile walichokishikilia kisichokuwa na mashiko. Kwa hakika mtu yoyote akishika kitu chenye uhakika, haogopi, hawi na wasiwasi, hawi na matusi, anakuwa mtulivu na yuko tayari kujadili. Huo ndio ukweli. Ndugu zangu Waislamu, katika kuonyesha makosa yale ambayo wachokonozi wamekuwa wakiyatumia mara kwa mara, na kwa bahati mbaya watu wasiokuwa na uchunguzi mzuri wa kimaandiko wamekuwa wakiingia kwenye mtego huu, ni mfano wa vile walivyofafanua kitabu cha Mwanzo, kitabu kinachoaminiwa na Wakristo, kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1. Pale kulipoandikwa, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Walipofika katika pointi hii, wachokonozi walisema, kwa mujibu wa andiko hili, ardhi ilikuwa ukiwa tena utupu. Kwa hivyo twaweza kuona kwamba ulimwengu umetokea katika utupu, wakimaanisha ex nihilo, neno lililotumiwa na wanatheolojia wa Kikristo kama vile Thomas Aquinas na wengineo, jambo ambalo halina ukweli, kwa sababu ufafanuzi wa ex nihilo kwa kupitia kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 haulingani na kile kinachoongelewa na wanatheolojia mbalimbali wa Kiislamu na hata wa Kikristo. Fikra ya kusema ulimwengu ulitokea katika daraja ya ex nihilo unakubalika kwa baadhi ya wanachuoni wa Kiislamu na unakubalika pia kwa Wakristo, kulingana na jinsi walivyoweza kutafsiri maandiko na jinsi Mungu alivyoumba. Lakini ushahidi walioutumia wachokonozi kutaka kujaribu kuingiza fikira hiyo ni ushahidi usioendana kabisa, kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza,
ex nihilo ni fikra ya kwamba ulimwengu kabla ya kuwa na chochote, yani kabla ya kuwepo ulimwengu kulikuwa na ombwe tupu. Naomba tusikilizane vizuri. Kabla ulimwengu hauja kuwapo kulikuwa na ombwe tupu. Maana yake hakukuweko na mbingu, hakukuweko na ardhi, wala hakukuweko na chochote. Aliyekuwepo ni Mungu peke yake, aliyekuwa mahala anapojua yeye, au asiyekuwa na hitajio la mahala. Kwa hivyo kulingana kipengele hicho, kwa misingi ya wanazuoni wa Kiislamu na hata wa Kikristo, Mwenyezi Mungu yeye alikuwepo kabla ya kuwepo kwa mahala. Kwa ushahidi huo ndio maana ya tamshi ex nihilo. Lakini ukilichukua tamshi hilo ex nihilo ukalileta kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1, utaona kwamba dhana hii haikubaliki. Yani kulitafsiri kwa kupitia andiko lile si kweli. Kwa nini? Kwa sababu ombwe tupu lilotajwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 si ombwe tupu la kutokuwepo kwa viumbe, ni ombwe tupu la viumbe kutokuwa na viumbe wengine. Maana yangu nikiwa na maana, dunia ni kiumbe kilichobeba viumbe. Dunia ni sayari iliyokuwa na mimea. Dunia ni sayari iliyokuwa na wanyama. Dunia ni sayari iliyokuwa na wadudu. Dunia ni sayari iliyokuwa na ndege na jamii ya viumbe mbalimbali. Wakati andiko la Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 linaelezwa, linatuambia kwamba dunia iliumbwa, na baada ya kuumbwa dunia, nayo dunia ilikuwa ukiwa tena utupu. Hii ni sawa na kusema tayari ombwe la ex nihilo ilikuwa lishajazwa kwa uwepo wa dunia. Lakini baada ya dunia kuwapo, nayo dunia ikawa haina kitu. Ndicho kinachokusudiwa. Kwa msingi huu ex nihilo haingii kwenye kipengele cha Mwanzo 1:1 kama wachokonozi walivyotafsiri, bali inakwenda nyuma kabla dunia haija kuwapo. Hiyo ndio elimu ya ex nihilo kulingana na wasomi wanavyotueleza na jinsi elimu inavyokubali. Kwa msingi huo, kulingana tafsiri hii walioitoa wachokonozi, twaweza kusema wazi kwamba tafsiri walioitoa ni ya uongo na si ya kweli. Hata kama mimi si Mkristo, lakini naona uongo wa wazi kusingizia Biblia kwenye kipengele ambacho si cha kweli. Kwa namna hii twaweza kusema wazi kwamba wachokonozi ndio maana mara zote wamekuwa wakipiga vita elimu. Ni kwa sababu wanaelewa kwamba mwiba mbaya na hatari kwa yale wanayoyaongea ni elimu. Si kweli kwamba wanapinga elimu kwa sababu elimu ina madhara. Na sisi hatusemi kwamba kila elimu ni nzuri, lakini hatuwezi kupinga elimu kwa ujumla wake. Ila kwa wachokonozi wanakubali au wanachokieleza ni kwamba elimu haina maana. Lakini ukitazama sababu gani elimu haina maana na sababu gani wasomi hawaonekani wenye maana mbele ya wachokonozi, ni kwa sababu wachokonozi wanaelewa kwamba wakiongeacho sio kitu cha kielimu, na mwiba mkali unaoweza kuwafanya wachokonozi wasionekane ni wa kweli ni elimu. Kwa namna hii, fundisho hili walilolitoa ni la uongo, sio la kweli, na kwa kipengele hicho wamesingizia kitabu cha Biblia kwenye maelezo ambayo hayahusiani. Jambo la pili, wachokonozi kama wanakubali kwamba ulimwengu umetokea katika ombwe tupu, hapa kuna swali la kujiuliza. Swali la kujiuliza, vitu visivyokuwepo vimekuwepo vipi? Yani vipi vitu vimekuwepo kutokana na kutokuwepo? Ukisema hakuna Mungu na ukisema kulikuwa na ombwe tupu, maana yake hakukuweko na chanzo chochote cha uwepo. Sasa vipi leo vitu vipo wakati kilichopelekea viwepo hakipo? Au kinachoweza kupelekea viwepo hakipo? Swali hili ni wazi kwamba wachokonozi wakikubali kwamba ulimwengu una mwanzo, ni sharti wakubali yupo aliyeuanzisha.
Na ndio maana nilieleza wazi mwanzo kwamba wenye dhana kama hii ya wachokonozi, watu wale wa zamani, wao walipinga uwepo wa Mungu na walipinga mwanzo wa ulimwengu. Wao walisema ulimwengu hauna mwanzo kwa sababu wanaelewa wakisema ulimwengu una mwanzo lazima waulizwe chanzo chake ni nini ikiwa Mungu hakuna. Kwa hivyo kwa namna hii swali letu linalobakia kwa wachokonozi, ikiwa wao wanadhani hakuna Mungu kama wanavyodai na wanakubali ulimwengu una mwanzo, tunawahitajia sasa wao walete maelezo, ulimwengu ulianzaje ikiwa hauna mwanzilishi? Hilo ni swala msingi. Lakini naelewa kitu kimoja ambacho wanacho na nimekiexperience katika mazungumzo yao siku zote, na hili nawaapia ndugu zangu Waislamu kwa Mwenyezi Mungu, wallahi wa billah, wachokonozi hawana majibu. Na ukitaka uelewe kwamba hawana majibu, nenda kaangalie katika moja ya zile conversation au mazungumzo waliofanya na chombo kimoja cha habari cha Dar es Salaam. Bwana mmoja aliyekuwa akiwauliza au akimuuliza Joseph Mrindoko amejaribu kuweka maswali mengi ya msingi ili yatolewe majibu. Hayakutolewa majibu. Zaidi ya hapo alisema, mimi nakusaidia kufikiri. Ndugu yangu, nataka nikueleze, fikra ni kipengele cha daraja ya kwanza ya mwanadamu kufikia kwenye elimu. Maana usije ukadhani kwamba fikra ndio elimu. Fikra ni kipengele cha daraja ya kwanza ya kuelekea kwenye elimu. Sisi Waislamu tuelewa hivyo, na ukweli uko hivyo kwamba fikra ndio chanzo cha uelewa, na uelewa ndio chanzo cha elimu, na elimu ndio chanzo cha utekelezaji. Pangilia maneno haya vizuri. Fikra ni chanzo cha uelewa, na uelewa ni chanzo cha elimu, na elimu ni chanzo cha utendaji. Yani anayetenda yoyote lazima awe na elimu, na mwenye elimu lazima awe ameelewa, na alielewa lazima awe amefikiri. Kwa namna hiyo sasa, ikiwa yeye anawasaidia watu kufikiri, maana yake yuko katika daraja ya chini zaidi ya kumfikirisha mwanadamu, na sio kumfanya mwanadamu aelewe wala kumfanya mwanadamu aelimike. Na kwa staili hiyo, wale waliokuwa na elimu huwa wana majibu, hawana maswali. Na mara nyingi wasiokuwa na elimu wana maswali, hawana majibu. Kulingana na hivyo, ikiwa utaulizwa swali na hauna majibu zaidi ya wewe kuendelea na wewe kuuliza maswali, hiyo ni ishara kwamba huna uwezo wa kutatua au kuchanganua yale wenzako wanayotaka kuyajua. Na hivyo huwezi kuitwa mleta solution, kwa sababu dunia inaweza kuwakumbuka watu wawili siku zote: mtu yoyote aliyeanzisha jambo na mtu yoyote aliyesuluhisha jambo. Kwa hivyo ikiwa ni muasisi wa jambo, unakumbukwa kwa sababu umeliasisi, na ikiwa ni mleta uchanganuzi au utatuzi, basi wewe utakumbukwa kwa kutatua matatizo. Wachokonozi hawana walichokianzisha kwa sababu vyote wamevikuta, na hawana walichokileta kama suluhisho kwa sababu hawana majibu. Kwa namna hiyo, ningelipenda kuambia ndugu zangu Waislamu na wasio Waislamu wasitishwe na maneno yanayotolewa na wachokonozi. Pointi ya pili ambayo hii inaweza isiwahusu wachokonozi kwa sababu hasasi moja kati ya mafundisho yao. Wachokonozi tutawaondoa kidogo kwenye pointi hii, tutakwenda kwa watu wa evolution. Evolution ni nadharia moja katika nadharia ambazo zimekuwepo humu duniani kwa muda mrefu. Na kama nilivyoeleza kwamba kutoka karne ya 18, karne ya 19 na karne ya 20, watu wengi tumekuwa tukisikia habari zilizotokea huko zamani kwamba elimu ya kumtambua Mungu imepitia kwenye majaribu mbalimbali, na waumini wamepitia katika changamoto mbalimbali, na walioleta changamoto mojawapo ni hao waliojiita evolutionists, materialists
na hawa wanaofuata imani kama vile ya secular humanism na nyinginezo. Falsafa hizi zimejenga fikra mbalimbali kwa watu kuaminisha kwamba hakuna Mungu, bali yote tunayoyaona yalijiasisi au yalikuwepo na hayajapatapo kukosekana. Narejea, vyote hivi tulivyoviona au tunavyoviona vimejiasisi au vilikuwepo na havijapatapo kukosekana. Nikiwa na maana, baadhi ya watu wanaamini kwamba ulimwengu ulijitengeneza wenyewe na kila kitu kimekuwepo chenyewe bila kuhitaji mwenye kukiweka, na wengineo wakisema kwamba ni vigumu kuamini kwamba kitu chaweza kujiweka chenyewe, ila lazima tuseme kwamba hakuna chenye mwanzo, kila kitu kilikuwapo. Zaidi ya hapo, iko falsafa nyingine inayodinai uwepo wa kila kitu, ambao falsafa hii inafundisha kwamba hakuna kilichopo. Kila kitu tunachokiona ni illusion ya macho yetu, ni hadaa inayoingia katika macho yetu. Kwa hakika kila falsafa imejaribika kutumika au watu wamejaribu kuitumia ili kuweza kuondoa imani katika uso wa dunia, kuondoa fikra ya uwepo wa Mungu katika uso wa dunia. Alhamdulillah, kwa miaka hiyo chungu tele, lakini bado waumini wameendelea kuwapo, na kadiri siku ziendavyo, kiu na hitajio la Mungu katika maisha ya mwanadamu imekuwa ni kubwa zaidi. Bila kujali kwamba imani hiyo iko katika bara gani, ina usahihi au mapungufu kiwango gani, lakini bado kiini ni kile kile, uwepo wa Mungu. Na hapa ningerudi nyuma kidogo na kuwakumbusha hata wachokonozi pia, ingawaje nilishasema natoka kwenye mada hii,